Nitasoma miongoni mwa maneno tuliyopewa siku hii ya leo, na nitasoma kutoka kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mahali hapo neno la Mungu limeandikwa hivi: Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Nirudia mstari huo. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Maneno haya ninayosoma hapa ni habari ambayo tunaifahamu sana, ule mwanzo wa anguko la watangulizi wetu katika uumbaji, Adamu na Hawa, mwanzo wa anguko lao, ambao pia tunasoma katika maandiko kwamba anguko lao lilisababisha maafa ama kuharibika kwa baraka zote ambazo Mungu alikuwa amewaandalia. Kwa nimetamani tutafakari hata kwa muda mfupi mahali hapo, kwamba Mungu wetu ambaye ni Mungu wa utaratibu, alipowaumba Hawa, baba zetu Hawa, aliwapa utaratibu. Aliwapa utaratibu, maelekezo aliyowapa katika ile bustani tunafahamu. Aliwapa maelekezo: mtafanya haya, haya msifanye. Mtamiliki haya, haya hapana. Kwa hiyo aliwapa utaratibu. Mungu aliwapa utaratibu. Na kwa kuwapa utaratibu, ilikuwa ni kutunza mahusiano ya Mungu na Hawa, viumbe wake, Hawa, Adamu na Hawa, kutunza mahusiano ili yaendelee kwa Mungu na wao waendelee kwa watu wake. Mungu awe Mungu na wao waendelee kwa watu wake. Lakini pia kwa kutii kwao, basi waendelee kupata baraka zile ambazo Mungu alikuwa amewaandalia. Tunachokisoma hapa ni yale yaliyotokea, na kwamba waliacha agizo na yale maelekezo ambayo walipewa na Mungu, hawakuyatii, wakaamua kufanya kinyume na maelekezo ya Mungu. Kwa kitu cha kwanza tunachokiona hapa ni kukosekana kwa utii. Wakakosa utii kutoka kwa Mungu aliyewaumba, aliyewapa kumiliki, aliyewapa maelekezo na utaratibu namna ya kuishi. Wakakosa utii, wakatii sauti nyingine, wakaiacha sauti ya Mungu iliyowaelekeza. Kwa cha kwanza ninachokiona hapa ni kukosekana kwa utii. Kukosekana kwa utii, tunaona madhara yaliyoweza kutokea mbele ya safari yao, ya kwamba baraka zote walizokuwa wameandaliwa Adamu na Hawa hazikuendelea kuwepo tena. Baraka ambazo Mungu alikuwa amewaandalia hazikuwepo tena. Na tunaona kwamba Mungu akawaongezea uwajibikaji zaidi ya ilivyokuwa, ili waweze kupata riziki yao. Kwa cha kwanza kilichokosekana hapo, kutii maelekezo ya Mungu, kutii sauti ya Mungu, ikasababisha Hawa, Adamu na Hawa, waingie kwenye yale yaliyoweza kuwa kama laana kwao. Naweza kusema hivi, zangu, utii ni kitu chema. Bwana Yesu asifiwe. Utii mahali popote, utii ukiwepo, palipowekwa taratibu, palipowekwa sheria, utii ukiwepo, kuna baraka zake. Utii ukikosekana, maisha yanakuwa ni vurugu, hayawi na utaratibu mzuri. Kwa hiyo kilichokosekana hapa, utii kwa hao Adamu na Hawa, ikasababisha maisha yao hata mbele ya safari yao
yasinyoke yakawa na changamoto. Kwa nini? Hawakuitii sauti ya Mungu. Sisi tulio wa Kristo tuendelee kuitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja aone Mungu anataka nini kwake. Mungu anamwagiza nini? Mimi nijiulize, nini ambacho Mungu anataka nifanye? Nisifanye nini? Tukiendelea kutii sauti ya Mungu, tutaendelea kuwa na baraka katika maisha yetu. Utii. Kwa hiyo utii ni muhimu sana katika maisha yetu. Utii sauti ya Mungu. Kutii maelekezo ya Mungu ni jambo la muhimu sana ili tuweze kuziona baraka katika maisha yetu. Utii. Kosekana kwa utii kuna madhara. Lakini tunajifunza pia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu huyu. Tunapata kusoma katika maandiko wa Filipi sura ya 2, ambapo Paulo anamuelezea Bwana Yesu jinsi ambavyo alikuwa mnyenyekevu, akawa mtii, akaenda mbali, akawa mtii, naam hata mauti ya msalaba. Kwa utii wake Bwana Yesu, Biblia inatuambia kwamba mema na Mungu wetu. Lakini jambo la pili ambalo nimeliona hapa, ambalo nimelisoma, kitu kingine ambacho kilileta madhara kwa maisha ya kiroho na kimwili ya hawa watangulizi wetu. Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akampa na mmeo. Kitu kingine nakiona, tamaa. Kwamba hawa viumbe hawa Mungu aliwapa kumiliki eneo kubwa, vitu mbalimbali kama tunavyosoma katika bustani. Hii yote hii matunda yake kula, isipokuwa uti. Kwa hiyo akawapa umiliki katika eneo kubwa. Eneo dogo tu ili hapana. Sasa kwa ajili ya tamaa wamekabidhiwa vingi, bado wakaacha vile walivyokabidhiwa. Tamaa tu ikawaongoza kufuatilia hili tunda ile ambalo Musa. Kilichowaongoza ni tamaa. Na tamaa hii ukiangalia ni kama tamaa ya kutoridhika na kile vile ulivyo navyo. Vingi vile. Kutamani hiki kidogo. Vingi umepewa, lakini dharau hivi unakwenda kukimbilia kile ambacho umekatazwa. Ni nini ni tamaa? Kumbe tamaa ina madhara. Tamaa inaweza kukatisha hata ndoto zetu. Tamaa inaweza kusababisha hata tusifikie ndoto na maono tuliyo nayo, kwa sababu kila kinachokuja mbele yetu tunakitamani. Hiki tunakitamani. Kwa hiyo tunaweza tusifike kwenye kusudi la Mungu ambalo ametukusudia kuwepo kwetu duniani. Tamaa si kitu kizuri. Wakati tunapozungumza tamaa, tunasema kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Sasa mimi naizungumzia tamaa mbaya. Bwana sifiwe. Tamaa mbaya. Kwa sababu walipewa vingi. Wakaviacha vyote. Hiyo ni tamaa mbaya. Wakaenda kukimbilia ambacho walikatazwa. Ni tamaa mbaya. Ina madhara. Tamaa ile ikasababisha wavunje uhusiano wa karibu na Mungu wa Adamu na Hawa. Tujiepushe na tamaa, ili tufike kwenye utimilifu. Tukinyoka na jambo kwamba nataka kufanya hili nikamwone Mungu wangu, basi tujiepushe na tamaa ili tukwende tukamwone Mungu wangu. Mungu wetu, nataka nifanye jambo hili ili niweze kufanikiwa katika hatua zangu za maisha, basi tujiepushe na tamaa ili tufike pale ambapo natamani kufika. Tamaa ni mbaya. Na nimeona mambo haya mawili katika mistari hii. Kwanza, kukosekana kwa utii kwa Hawa, Adamu. Lakini la pili, tamaa ilisababisha maisha yao yakavurugwa. Wao waliosababisha kwa sababu ya kutotii na kwa sababu ya tamaa. Mungu atusaidie kuepuka vitu, lakini kwa watii mbele za Mungu kuna baraka zake hata katika maisha yetu. Naam, hata katika utumishi wetu ambao Mungu ametuitia. Pale ulipo, tii. Kama kuna mamlaka, tii. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kwa mtii. Hapa tulipo kila mmoja anasimamiwa, ana kiongozi wake hapa tulipo. Hata mwenyekiti ana kiongozi wake. Halmashauri kwa kiongozi wake. Mkutano mkuu sinodi kiongozi wetu. Hata mimi halmashauri kuu sinodi. Wengine humu na makatibu wa idara, na walezi wenu. Wengine humo kwenye ofisi zenu, mna wakubwa wa ofisi kwenye wilaya, kwenye mashule huko, kila mahali.
naomba tuishi kwa maisha ya kutii. Bwana sifiwe. Tuwe watii. Utii, ukianza na utii ukaendelea na utii, kuna baraka zake. Hebu tuende kwa kutii. Itiini mamlaka iliyowekwa. Tuwe watu wa kutii. Upotezi chochote katika kutii. Hatupotezi. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu kuishi maisha ya utii, kuna baraka zake. Lakini tujiepushe na tamaa katika maisha yetu. Tamaa mbaya inaathiri maisha yetu ya kiroho, lakini inaathiri mahusiano yetu na Mungu wetu. Mungu atubariki kupitia neno hili na tuongoze katika semina hii ambayo tumeitwa kwayo, katika kupokea ambayo imeandaliwa mbele yetu, kwa kutusaidia sisi wenyewe katika utumishi wetu ndani ya kanisa lake Mungu. Tuombe. Asante Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetuita tukiwa watumishi ndani ya kanisa lako, kila mmoja kutoka kwenye eneo lake. Na ndivyo ndivyo tukushukuru Mungu, ili mwili wako Kristo pate kujenga. Tuko mahali hapa Bwana kushirikishana vipawa mbalimbali ili kufanikisha utendaji wa siku kwa siku ndani ya taasisi hii muhimu, taasisi ya kiroho. Tunajikabidhi kwako Mungu. Tunaomba tusaidie kwa uaminifu na watii katika yale ambayo tumeitwa tukutumikia ndani ya kanisa lako. Kama ambavyo tunasoma katika neno lako kwamba Bwana Yesu kwa kutii kwake uliweza kumwadhimisha na kumkirimia jina lipitalo majina yote, kwa sababu alitii Mungu wetu. Tusaidie nasi kama watoto wako Mungu kwa watii mbele za uso wako. Lakini tupe mahusiano mema na viongozi wetu na mamlaka ambazo umetupa ndani ya kanisa na katika nchi hii, ili Mungu tuendelee kuishi kwa amani. Tutangulie Bwana katika semina hii. Wakufunzi wote na wawezeshaji na wakabidhi mikononi mwako kwa kila hatua. Uwe pamoja nasi Mungu. Utubariki mwanzo huu na hata mwisho. Tukafurahie semina hii kwa tumetupa maarifa mapya. Hata tutakaporejea tunakotoka tukafanye kwa ufanisi zaidi. Tutangulie mwanzo hata mwisho wake Bwana. Kwa Kristo Yesu Bwana wetu na Mwokozi wetu, ninaomba yani kabidhi mikononi mwako. Amen. Amen. Basi tunatangaza